zangu wana Kidatu, ametoka hapa mheshimiwa diwani mtarajiwa, yapo ambayo ameyasema, na mimi nimhakikishie na nimwambie tutakwenda kufanya kazi tunayotumwa na Chama cha Mapinduzi kupitia ilani yetu. Amezungumza ndugu yangu hapa Musa Maarufu kuhusu upungufu wa madawati katika shule zetu. Ndugu zangu, ni hivi, ilani ya Chama cha Mapinduzi imeahidi kwa watu wa Tabora mjini upungufu wa madawati zaidi ya 530 yataletwa katika shule zetu. Na hii si kwa Kidato peke yake, bali ni kwa jimbo zima la Tabora mjini. Kwa hiyo ndugu yangu Musa, nikutoe hofu, jambo hili lipo kwenye ilani. Tutakwenda kusimamia wananchi wetu na watoto wetu wakae kwenye madawati. Lakini pamoja na kuwa na shule za msingi 3, pamoja na kuwa na shule ya sekondari 1 katika kata ya Mtendeni, bado tuna upungufu wa shule ya sekondari hapa Mtendeni. Watoto wetu, mheshimiwa mwenyekiti, kwenye kata natoka mbali kwa ajili kwenda kutafuta shule ya sekondari. Shule ya sekondari ya Mtendeni iko mbali na wananchi wengine katika kata hii ya Mtendeni. Kwa sababu ilani imezungumza ndani ya miaka 5 kutakuwa na ujenzi wa shule za sekondari katika jimbo la Tabora mjini. Mimi na diwani wenu tutaomba katika kata ya Mtendeni iwe ni moja kati ya shule zitakazoletwa katika manispaa ya Tabora tuweze kujenga kwenye kata hii ya Mtendeni. Wana Mtendeni, mmekuwa na changamoto kubwa ya masuala ya ardhi. Nani waambie, ni watoe hofu, jambo hili si kwa Mtendeni peke yake. Tunafahamu, serikali yetu inafahamu, na imekuwa ikipambana kwa hali na mali kuhakikisha migogoro ya ardhi inamalizika katika manispaa ya Tabora. Sasa hivi upo utaratibu mzuri na utaratibu mahususi wanaita KKK, yani kupanga, kupima na kumilikisha. Kupanga, kupima na kumilikisha, zoezi hili likikamilika litapunguza kwa kiwango kikubwa sana changamoto na matatizo ya ardhi. Hawa waliokuwa na tabia ya kupima ardhi za watu, kuchukua viwanja vya watu, kuwapa watu watatu kiwanja kimoja, hayo mambo yatakwenda kuisha chini ya serikali ya Dr. Samia Suluhu ambaye ndiye mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi. Lakini hilo halitoshi. Hilo halitoshi ndugu zangu wa Kidato. Tunafahamu fika hapa sio mara yangu ya kwanza kusimama leo. Ndio. Waambie mama. Mnaonikumbuka mtakumbuka. Tunafahamu katika kata ya Mtendeni kumekuwa na changamoto kubwa sana, mheshimiwa mwenyekiti, ya barabara. Barabara imekuwa ni kilio kikubwa sana kwa watu wa Mtendeni. Mimi nawaambia watu wa Mtendeni, sisi tumetumwa kuisema ilani ya Chama cha Mapinduzi, na tunaposema ndio yatakayotekelezwa, sio yanayotoka kwenye vichwa vyetu. Ujenzi wa barabara katika manispaa ya Tabora umeainishwa katika ilani yetu. Moja kati ya kata ambazo zina changamoto ya barabara na zinatakiwa zifanyiwe kazi ni kata hii ya Mtendeni. Kwa hiyo ndugu zangu, haya yote yameahidiwa na Chama cha Mapinduzi chini ya rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndiye mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi. Miaka 5 iliyopita, kama mtakumbuka, Daktari Samia Suluhu Hassan ndio amekuwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na amekuwa rais baada ya kifo cha hayati Magufuli. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi. Amina. Amina. Mama ameingia madarakani. Kwanza kabisa, kama mnajua, kila kitu ni maandalizi.
lakini mama hakujiandaa kuwa rais. Lakini tazama ndani ya miaka 4.5 mambo aliyoyafanya Dr. Samia Suluhu Hassan inashangaza kabisa. CCM oye! Lakini leo sisi wana Tabora, sisi wana Mtendeni, tutakwenda kumlipa nini mama kwa yale aliyoyafanya? Mama amefanya mambo makubwa sana katika jimbo letu la Tabora mjini. Sio kwa kata ya Mtendeni pekee. Mmepata shule, uongo kweli? Uongo kweli? Lakini sio shule tu. Leo tunapozungumza hapa Tabora mjini tumepata hospitali yetu ya wilaya. Hospitali ambayo mheshimiwa mwenyekiti hatukuwa nayo kwa miongo kadhaa. Lakini Mama Samia ameingia madarakani. Aliona changamoto iliyopo kwa wana Tabora. Tunang'ang'aniana kwenye hospitali ya mkoa, hospitali ya Kitete. Mara tunafukuzwa, mara tunaambiwa hapa uruhusiwi, mara tunaambiwa lipia nini. Yote hiyo kwa sababu tulikuwa hatuna hospitali yetu ya wilaya. Mama akasema hapana. Akamwaga fedha ili tuweze kupata hospitali yetu ya wilaya. Na sasa sisi wana Tabora tunajivunia kwa kuwa na hospitali ya wilaya. Mheshimiwa mwenyekiti, kumekuwa na changamoto ya watu wengi kudhani kwamba siasa ni ya wanasiasa. Ndugu zangu wana Mtendeni, ni kosa kubwa kudhani siasa ni ya wanasiasa. Watanzania, maisha yetu ni siasa ndugu zangu. Maisha ya Watanzania ni siasa. Ukihitaji huduma ya afya ni siasa, ukihitaji huduma ya elimu ni siasa, ukihitaji huduma ya barabara ni siasa, siasa mpaka kwenye tunavyokula. Sasa wewe ukikaa pembeni ukadhani wale wanasema pale ni wanasiasa, haya tunayoyasema ni mustakabali wa maisha yenu na maisha yetu pia. Kwa hiyo tukisema kuhusu barabara, hata wewe unaedhani maisha ya siasa ni ya wanasiasa, utatumia barabara hii kwa changamoto na kwa raha pia. Tukizungumza kuhusu huduma ya afya, ukiumwa wewe utakwenda hospitali utake usitake. Hayo ni mambo ya siasa, lakini na wewe yanakuhusu. Lakini leo wakati ukiwa pembeni unasema maisha ya siasa ni ya wanasiasa, mama huyu Dr. Samia Suluhu Hassan, pamoja na kuongeza shule za msingi na sekondari, pamoja na kuongeza madarasa kwa kiwango cha juu, pamoja na kuongeza ufaulu, bado ameendelea kusimamia elimu bure kwa Watanzania kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha 6. CCM oye! Dr. Samia safi! Wangapi hawajapeleka watoto wao shule hapa na wanasoma bure? Uniform, madaftari, wazazi tunatakiwa tununue, lakini madai mengine yote Dr. Samia ameweka ruzuku kwenye elimu ili watoto wetu wasome bure. Na kama kuna changamoto zozote, tufateni wanasiasa tuweze kuwasaidia. Na ndio maana tumesimama hapa kuomba kura zenu ili twende tukatekeleze yale ambayo tunaamini wananchi wa Tanzania wanaoishi jimbo la Tabora mjini wanayahitaji na ni changamoto zao za msingi. Mimi hapa nimesimama hapa kama mgombea ubunge wa jimbo la Tabora mjini kwa Chama cha Mapinduzi. Lakini nimesimama hapa nikiomba kura za kishindo kwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, tuweze kumlipa kwa fadhila alizofanya kwetu sisi wa Tanzania, kutuletea maendeleo sisi wananchi. Amepita mama. Mwaka 2020 nilisimama hapa nikiomba nafasi ya ubunge. Niliwaambia hivi, serikali inafanya kazi,
hii inafanya kazi ya kuleta vitu badala ya maendeleo ya watu. Mama Samia akasema maendeleo ya watu yanajulikana ni pamoja na watu kupata elimu, afya, barabara pamoja na miundombinu mingine ambayo itawasaidia kuendeleza maisha yao. Mtoto anapopata elimu, hayo ni maendeleo ya watu. Mwananchi anapotibiwa, hayo ni maendeleo ya watu. Mwananchi anapotoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, akafanya biashara zake na shughuli zake za kumuingizia kipato, hayo ni maendeleo ya watu. Na ndio maana tulikuwa na nguvu ya kuzungumza kwamba mfano mtu wa Tabora ukimwambia habari ya flyover, Tabora inamsaidia nini? Mtu wa Tabora anataka kusikia tumbaku yake itakwenda kuuzwa wapi na kwa shilingi ngapi. Mama akaona hata kwenye kilimo aongoze ruzuku ili wananchi wa Tabora waweze kunufaika na kilimo chao. CCM oye! Ninafahamu hapa wote si wafanyakazi. Wapo wafanyabiashara, wapo wafanyakazi, wapo wakulima, wapo wafugaji, wapo wavuvi, watu wana shughuli za kila aina. Ilani yetu hii imetuonyesha shughuli zote ambazo tunaweza kuzifanya ili wananchi waweze kupata ahueni kwenye maisha yao. Mama anajali maisha yetu, mama anaangalia maisha yetu kwenye kila nyanja. Ndugu zangu niwaombe sana wana Kidatu. Watu wa Kidatu wengi mnafahamu. Ninajua Mheshimiwa Mwenyekiti, Kidatu kuna changamoto sana ya kukatika kwa umeme. Kweli na maji mama. Kuna grupu moja ambalo na mimi pia nipo. Hakuna siku umeme umekatika watu wa Kidatu wakaacha kusema Kidatu mmeshakata umeme. Kidatu mmeshakata umeme. Sasa ni hivi ndugu zangu. Umeme unapokatika sio kwamba wanatukatia umeme kwa makusudi. Umeme unakatika kwa sababu unakwenda kuboreshwa ili tuweze kupata umeme wa uhakika sisi wananchi wa Tabora. Ilani yetu imetuonyesha katika ukurasa wa 67 mpaka 72 ukiusoma utaona jinsi ambavyo Chama cha Mapinduzi kimejipanga kuhakikisha watu wa Tabora tunapata umeme wa uhakika ambao haukatiki. Kwa sababu changamoto ya umeme sasa hivi hatuna changamoto ya umeme. Changamoto tulionayo ni ya miundombinu. Miundombinu yetu ilikuwa ni midogo, watu tumeshakuwa wengi, hivyo kufika mahali lazima tulikuwa tugawane umeme. Dr. Samia Suluhu Hassan ndani ya miaka 4.5 aliyofanya kazi, aliona changamoto hiyo kwa wanatabora na aliahidi kuweza kufanya ukarabati mkubwa katika maeneo yetu, ambapo atarekebisha maeneo yale kwa kuleta mashine mpya ambazo ni transformer mpya za kusambaza umeme katika jimbo la Tabora mjini. Hivyo watu wa Kidatu, ndugu zangu, niwaombe msiwe na wasiwasi. Umeme wa uhakika upo na unakuja Tabora na kutakuwa hakuna katika ya umeme. Dr. Samia oye! Nani kama Dr. Samia? Nani kama Mama Samia? Kwa hiyo niwaombe sana tuwe wavumilivu wakati mafundi wanaendelea kufanya kazi yao. Umeme ukikatika, jua kuna kazi inafanyika ili tuweze kuwa na umeme bora. Lakini pia umeme huo utakapokuja hapa Tabora mjini tunaletewa viwanda viwili. Vijana wa Tabora, jiandae kwa fursa zinazokuja kwa kasi ya hali ya juu. Miaka 5 inayokuja itakuwa ni miaka ya fursa kwa wanatabora. Uwe kijana, uwe mama, uwe mtu mzima, fursa zinakuja
mikoa mingine waje wavamie fursa zenu. Tusiwe watu wa kusikitika na kulalamika badala kukimbilia hizo fursa zinazokuja. Amezungumza hapa mheshimiwa diwani kuhusu mikopo ya 10%. Kina mama mpo? Kina mama mpo? Hapo vipi? Pale vipi? Hivi habari njema ndugu zangu, mikopo ambayo imeboreshwa, mikopo ambayo imeboreshwa chini ya rais wetu, mgombea wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, malengo yake ni kuhakikisha wanawake na vijana wanaotakiwa kupata mikopo hiyo ni wale wenye mitaji midogo ambao wanataka kujiendeleza. Na nyinyi ambao mna mitaji yenu mikubwa ambao mnaweza kuweka dhamana kwenye mabenki, mikopo iko kwenye mabenki, nendeni kule, waachieni hawa wafanyabiashara ndogo ndogo wanufaike na fedha hizi za 10%. Na hili ndugu zangu wanawake na vijana wamtendeni. Naomba niwaambie kabisa na niwathibitishie, cha msingi mfuate sheria, mfuate taratibu za mikopo. Hakuna atakayenyimwa mkopo wala hakuna atakayerudia mkopo kama mwingine hajapata mkopo. Lazima tuende kwa foleni ili watu waweze kunufaika na mikopo hii na kila mmoja aweze kujikwamua kwenye uchumi katika jimbo letu la Tabora mjini. CCM oye! CCM oye! Dr. Samia safi! Ndugu zangu, ninafahamu swala zima la maji ni changamoto. Pamoja na changamoto hiyo, sisi wana Tabora tumeshapata mradi mkubwa wa zaidi ya bilioni 600 wa maji ya kutoka Ziwa Victoria. Kwa hiyo maji haya yameshafika, yapo Tabora. Ilani yetu imetuambia, tunafahamu kwamba yapo maeneo ambayo bado hayajafikiwa na maji safi na salama katika manispaa hii. Ilani ya Chama cha Mapinduzi imesema ndani ya miaka hii 5 tutakwenda kuhakikisha wananchi wote wa Tabora maji yanasambazwa kwa 100%, wakina mama waweze kutuliwa ndoo vichwani. CCM oye! Na hii ni ahadi ya Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo aliukuta mradi huu umeanzishwa, lakini alipoingia madarakani ameumalizia na anataka kuendelea kumalizia, watu wanufaike na mradi huu wa maji safi na salama kutoka Ziwa Victoria. Nani kama Dr. Samia? Na mwisho lakini sio kwa umuhimu ndugu zangu, na ndilo ambalo limenileta pamoja na yote ambayo yako humo kwenye ilani yetu. Mambo ni mengi, mambo ni mazuri, lakini bado tunazo siku za kutembea katika kata hii na maeneo mbalimbali. Ninawaomba sana tarehe 29 kusiwepo na mtu wa kushindwa kwenda kupiga kura. Kupiga kura ndiyo maisha yako. Wapo watu wanalalamika, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna watu wanalalamika wenzao wakishapiga kura, yeye kazi yake kulalamika. Tumempigia kura, sasa mbona hatuletei maendeleo? Wewe umepiga kura, lazima ujiangalie kwanza, wewe umeenda kupiga kura yako, ili ukilalamika ujue unachokilalamikia ni sahihi au sio sahihi. Twendeni tukachague viongozi watakao waletea maendeleo, na sio viongozi wanaozungumza bila kujua wanakwenda kufanya nini. Chama pekee chenye ilani inayoeleweka, chama pekee chenye malengo, chama pekee kinachoweza kusaidia Watanzania ni Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu, tarehe 29 Oktoba itakapofika, asubuhi na mapema tujiandae kwenda kupiga kura kwa ajili ya Chama cha Mapinduzi. Amezungumza mlezi wetu hapa, huwezi kwenda kupiga kura ukapiga kura sawa, amefananisha na betri za tochi. Huwezi ukaweka betri 3 za tochi, moja likawa gunzi, nyingine ikawa betri, nyingine ikawa betri.
au upande mwingine ukaweka hasi, wengine ukaweka hasi, ukategemea utapata mwanga. Mwanga utapatikana kwa kuchagua mafiga mangapi? Matatu. Mafiga mangapi? Matatu.